Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameibua mzozo mpya na Denmark baada ya kumteua mjumbe maalum kwenda Greenland, kisiwa kikubwa cha Arctic ambacho amesema angependa kiwe sehemu ya Marekani. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump anataka kukichukua kisiwa cha Greenland kwa nguvu, akisema kwamba lazima liwe eneo la kimkakati la Marekani. Rais huyo wa Marekani hata baada ya kupata ridhaa ya kuwa rais wa Marekani alionyesha nia ya dhati ya kukitaka kisiwa hicho cha Greenland, akiamini kwamba kitakuwa na manufaa mengi kwa ajili ya Marekani. Akijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari juu ya jukumu jipya la Jeff Landry, gavana wa Republican wa Louisiana, Trump amesema Marekani inahitaji Greenland kwa ajili ya ulinzi wa kitaifa na lazima tuwe nayo, amesema Donald Trump. Landry amesema kama mjumbe maalum atakwenda Greenland, sehemu yenye uhuru wa ndani chini ya ufalme wa Denmark. Hatua hiyo imeikasirisha Copenhagen na imesema itamuita balozi wa Marekani kutoa maelezo. Waziri mkuu wa Greenland amesema kisiwa hicho lazima kiamue mustakabali wake wenyewe na mipaka yake lazima iheshimiwe. Gavana Landry alisema katika chapisho kwenye ukurasa wa X kwamba ni heshima kuhudumu katika nafasi ya kujitolea ili kuifanya Greenland kuwa sehemu ya Marekani. Tangu aliporejea ikulu ya White House mwezi Januari, Trump amefufua sera ya muda mrefu ya kutaka Greenland kuwa sehemu ya Marekani, akilitaja eneo hilo kuwa la kimkakati na lenye utajiri wa madini. Hata hivyo, imeelezwa kwamba kulichukua eneo hilo, amesema atalichukua kwa kutumia fedha yoyote au kwa kutumia namna yoyote ambayo itawezekana, lakini lazima eneo hilo liwe chini ya Marekani. Amekataa kuondoa uwezekano wa kutumia nguvu ili kupata udhibiti wa kisiwa hicho, msimamo ambao umeshtua Denmark, mshirika wa NATO ambaye kwa kawaida ina uhusiano wa karibu na Washington. Tunahitaji Greenland kwa usalama wa taifa, si madini, alisema Trump. Greenland ambayo ina watu wapatao 57,000 inajitawala yenyewe tangu mwaka 1979, ingawa ulinzi na sera za kigeni bado ziko mikononi mwa Denmark. Ingawa wa Greenland wengi wanapendelea kuwa huru kutoka Denmark, kura za maoni zinaonyesha wengi wanakataa kuwa sehemu ya Marekani. Hata hivyo, ilifikia kipindi raia walikuwa wanalazimishwa waondoke katika eneo hilo la Greenland. Eneo hilo limekuwa pia na barafu kwa muda mrefu, lakini pia viongozi mbalimbali wa Marekani wamekuwa wakitembelea Greenland kwa ajili ya kuona hali jinsi ilivyo. Miongoni mwao alikuwa ni makamu wa rais wa Marekani JD Vance katika kambi hiyo muhimu ya Greenland ambayo imeibua utata. Ilikuwa ni kipindi cha mwezi Machi baada ya kuanza kazi katika ikulu, ambapo kituo cha anga cha Pittfik kilichopo kaskazini magharibi mwa Greenland kilikuwa na jukumu muhimu la kufanya upelelezi wa kugundua makombora ambayo yanapaniwa kuelekezwa Marekani na kutoa onyo. Na hivyo makamu wa rais aliagizwa na Rais Trump kwenda kuangalia zaidi baada ya kuingia madarakani kwa Trump na kutoa hoja kwamba lazima kisiwa hicho kiwe mikononi mwao kama eneo muhimu la ulinzi wa Marekani, na kuilaumu Denmark kwa kushindwa kuhakikisha usalama wa kisiwa hicho chini ya mamlaka yake. Lakini kumekuwa na mivutano inayozidi kuongezeka siku hadi siku kutokana na tangazo la rais wa Marekani la kushtukiza wakati huu kwamba lazima eneo hilo liwe chini yao. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News, na zaidi ni nini ambacho kitajiri baada ya Marekani kufanikiwa kuchukua eneo hilo la Greenland. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayoendelea katika ulimwengu.